يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، فبحقهم يا رب فك قيادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم إني أسألك بفاتحية الفاتح الفتح التام وبخاتمية الخاتم حسن الختام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أحبتي في الله, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kumtakia rehma na amani kipenzi chetu na kipenzi chake bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, baada masiku machache kutakuwa ndio kuanza msafara wa kuelekea Baitullah al-Haram, msafara ambao kwamba kila mmoja kati yetu sisi atamani lau angalikuwa ni mmoja katika wanaoshiriki katika msafara kama huo, msafara wa haji, msafara wa kutekeleza ibada adhimu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafaradhishia waja wake. Msafara kama huu ambao kwamba uko na fadhila tofauti, kila mmoja kati yetu sisi atamani lau angalikuwa ni mmoja katika alokuwa na bahati ya kuwa ndani ya msafara kama huu. Mmoja katika wanazuoni, mmoja katika wema waliotangulia, alipoona msafara wa haji unaondoka, akawa na shauku, akawa na matamanio. Na nani asokuwa na matamanio ya kwenda sehemu kama ile? Akasema wadhafa, udhaifu wangu, kwamba leo ni udhaifu wangu ndio unanifanya mimi nibaki nyuma nisiweze kufuata msafara kama huu. Ni ufakiri wangu ndio unaniacha mimi nyuma nisiweze kufuata msafara kama huu. Ni kukosa mali kwangu unaoniacha mimi nyuma nisiweze kuunga msafara kama huu. Alafu kisha tanafasa saada, akavuta pumzi, akasema huu ni utungu na ni majuto ya yule ambao kwamba amekosa kufika kwa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni majuto ya yule ambaye kwamba amekatwa, hakuweza kukomea kufika katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi majuto, vipi uchungu wa yule ambaye kwamba amekatwa na hakuweza kufika na Mola wa ile nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wa nyumba, Rabbul Bait subhanahu wa ta'ala. Vipi yule ambaye kwamba amekosa namna hakufika kwa Rabbul Bait. Leo majuto yetu sisi ni kwamba hatukufika kwa nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi yeye Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ndio Mola wa ile nyumba ambayo kwamba sote tunaikusudia. Ndipo pale yule mshairi ambaye kwamba alikuwa na matamanio ya kuweza kufika haji, kila mwaka alikuwa anatamania kwenda kufika haji, Abdurrahim al-Bur'i, mmoja katika shuara wakubwa wa mji wa Yemen, akawa anasema يا راحلين إلى منى بقيادي هياجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. Haya ni mashairi ambayo kwamba ukiwa unatazama televisheni, ukiwa uko kwenye social media, ndio mashairi yanayoenezwa katika muda kama huyu kuonesha shauku ya waumini kwenda kufika katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa huyu mshairi ndio amezungumza kwa lugha ya wote ambao kwamba wana shauku ya kufika katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa anasema, enyi mnaokwenda Mina, mumeinua hisia zangu, mumeziamsha hisia zangu, mumeamsha moyo wangu siku mlipokuwa mnaondoka. Sirtum, mumekwenda, wasara dalilukum, na akawa ameenda yule ambaye kwamba anayewaongoza mimi, anawaongoza nyinyi, ya wahshati, upole wangu, yani upweke wangu, analilia upweke wake kwamba amewachwa nyuma. Ya wahshati as-sawtu aqlaqani ash-shawqu aqlaqani wa sawtu al-hadi. Shauku inani chemsha moyo wangu,
kupatia wahka wa sautul hadi, na sauti yule ambaye kwamba anaendesha msafara. Hii yote ni kuabir na kuweza kuexpress kuhusu hali ya moyo wake ambao kwamba uko wakati anaona msafara wa haji unaelekea na yeye hana namna ya kuweza kufika haji. Ni nani asitamani kwenda haji? Haji ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala asema, ama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatuhu ummu. Yule ambaye kwamba atatekeleza ibada ya haji akawa hatosema maneno ya uchafu, akawa hatofanya madhambi katika haji yake, basi atakuwa ni mwenye kurudi kana kwamba vile mamake alivomzaa. Yani atarudi kama vile siku ya kwanza mamake alivomzaa, msafi, hana madhambi, hana chochote ambacho kwamba kinachomtia doa. Ndio hali ya yule ambaye kwamba haji yake imetakabaliwa. Atakuwa katika hali kama ile. Nani asotamani kwenda haji? Nani asotamani kwenda kushika jiwe ambalo kwamba litakaloshuhudia siku ya kiyama kwamba tumelishika? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, la yab'athanna Allahu yawm al-qiyamati al-hajar al-aswad. Mola Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama atafufua jiwe lile ambalo kwamba ni hajar al-aswad liko katika al-Kaaba, na lile jiwe litakuwa limepewa walahu aynani tubsirani, litakuwa na macho mawili yenye kuona, na walahu lisanun yantiq. Lile jiwe litakuwa lina ulimi lenye kutamka, litakuwa linamuona yule ambaye kwamba amekuja akaligusa akalishika vizuri, na yule ambaye kwamba atakuwa amelikumbatia lile jiwe. Ndipo siku hiyo, siku ya kiyama, fatashhadu liman istalamahu bihaq au fayashhadu liman istalamahu bihaq. Lile jiwe litakuwa lenye kushuhudia yoyote yule ambaye kwamba ameweza kuligusa kwa haki, ameweza kuligusa kwa shauku, ameweza kuligusa kwa iman, ameweza kuligusa kwa qalb hadir, qalb moyo ambao kwamba uko hadir. Nani asotamani kwenda haji? Na haji ndio ile ambayo kwamba ndani yake kuna shaairi za Safa wal Marwa, ndani yake kuna maji ya Zamzam ambayo kwamba kunywa kwake ni chakula na kunywa kwake ni dawa kwa yule ambaye kwamba ana maradhi ya aina yoyote. Yule Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ta'amuhu tu'mun wa shifaa'un min as-suqm. Yani kule kunywa kwake ni taamun, ni chakula kwa yule ambaye mwenye na njaa, na ni dawa kwa yule ambaye kwamba ana ugonjwa aina yoyote. Maji ya ajabu, maji ya Zamzam. Nani asikuwa na shauku ya kwenda Mina, katika sehemu ambazo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziita al-Mash'ar al-Haram? Nani asotamani kwenda Muzdalifa? Nani asotamani kwenda Arafa? Arafa, siku ambayo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala huacha huru shingo zaidi. Hakuna siku Mola Subhanahu wa Ta'ala huziwacha huru shingo kama siku ya Arafa. Akawa atajifakhiri Mola Subhanahu wa Ta'ala, atakuwa ni mwenye kuwaita malaika zake na kuambia, mwajua hawa watu wote wamekuja hapa mbele yangu kutafuta kitu gani? Siku kama hiyo, siku ya Arafa, siku ambayo kwamba lau utakuwa na shaka kwamba wewe hujasamehewa madhambi yako, basi ndio utakuwa madhambi yako hujasamehewa kabisa. Lakini atakuwa uwe na imani ya kwamba madhambi yako atasamehewa siku ya Arafa, basi madhambi yako yote yatakuwa ni kusamehewa. Hivyo ni nani kati yetu ambaye kwamba hatamani kufuata msafara kama huo? Ni nani kati yetu ambaye kwamba hana shauku ya kuenda sehemu kama ile? Wengi wetu tumezuiliwa. Wengine ni makazi, wengine ni ufukara, wengine ni ukosa mali, wengine ni udhaifu wa mwili, wengine ni wagonjwa, wengine wameshaenda mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawana namna ya kwenda kufufuliwa na kurudi kutekeleza ibada ya haji. Sote tulotukatikiwa na kufuata msafara kama huu, ni yapi ambayo kwamba tuweza kuyafanya ili tuwaunge wale ambao kwamba katika sehemu kama ile? Je, hakuna namna yoyote ambayo kwamba tuweza kupata thawabu ambazo kwamba wanazopata wale? Je, hakuna namna yoyote ambayo kwamba tunaweza kushirikiana na wale ambao kwamba wako katika msafara huu wa haji? Bala, dini yetu imekamilika, dini yetu ni nyepesi, dini yetu ina namna nyingi ya kukupatia wewe ujra na thawab ambao kwamba utaweza kushirikiana na wale wanatoa juhudi na nguvu ya zaidi na ya hali ya juu. Dini yetu ni nyepesi. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametueleza katika hadithi tofauti namna gani utaweza kupata thawabu za haji hali ya kuwa bado uko kwako nyumbani, mtaa wako, kijiji chako, kokote pale ulipo ambapo kwamba si Baitullah al-Haram. Fuatilia kipindi kama hichi ili tuweze kuelekezana na kufundishana yale ambayo kwamba yatatufanya sisi, mimi na wewe, tuweze kupata ujra na thawab ambao kwamba wanapata wale ambao kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala kawatunuku na safari kama hii. Ahibati fillah, astaudiukumullah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رب أنت
وصلتهم وقطعتني، فبحقهم يا رب فك قيامي.